Asante sana studio zetu hapo jijini Dar es Salaam, mtazamaji wa Channel 10, habari za asubuhi popote pale unapotutazama. Karibu kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Dodoma, na leo ikiwa ni siku nzuri kabisa ya Jumatatu Oktoba 6 mwaka 2025. Mimi ni Roda Simba ambaye nitakuendeshea matangazo haya, lakini pia katika upande wa kamera yupo Mapendo Kasichi na msimamizi wa matangazo haya ni Kuringe Mongi, na leo tunakwenda kuzungumza na mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule. Tunaangazia Dodoma na mafanikio yaliyopatikana. Mheshimiwa, habari za asubuhi? Salama kabisa. Hongera kwa majukumu. Asante, nashukuru. Mheshimiwa, kwa kwanza kabisa kipindi chetu tufahamu ni mafanikio gani makubwa ambayo yamepatikana katika mkoa wa Dodoma kwenye serikali hii ya awamu ya 6? Kwa kweli kama ulivyosema makubwa, maana tukihesabu yote na madogo utamaliza. Kwa hiyo kwa makubwa sisi tunao miradi ya kimkakati, tunao miradi ya kimakao makuu na tunao miradi ya huduma za wananchi, lakini kwa sababu umesema makubwa tuanze na yale ambayo ni mradi mkubwa kabisa ambao sasa hivi umeweza kutupa fahari wa Tanzania kwa kiwango kikubwa. Kila Mtanzania usiyemfikiri na unayemfikiri anajiona ana fahari ya kuwepo kwa treni ya mwendokasi katika nchi yetu, na sisi Dodoma ni wafaidika wa kwanza kwa ile ambayo imefunguliwa sasa. Lakini mradi wa pili wa mkubwa kwa Dodoma ni uwepo wa mji wa serikali. Tunafahamu ule mji wa serikali umegharimu fedha nyingi zaidi ya bilioni 700, lakini mradi ule ni mradi ambao ni wa kipekee. Hauko katika maeneo mengi, sio tu Tanzania lakini duniani, nchi nyingi hamna mradi wa namna ile. Kwa hiyo sisi tunaona kama ni fahari kubwa kwa mkoa wa Dodoma, lakini tunayo barabara, tunasema barabara ya mzunguko. Ile barabara pia ni kati ya miradi mikubwa na ya kimkakati kwenye nchi yetu, ambayo pia haipo mahali pengi katika nchi yetu ya Tanzania na pia hata nchi nyingine. Ule ni mradi umegharimu zaidi ya bilioni 221. Lakini unaona tuna airport ambayo sasa hivi kwenye hatua za mwisho za ujenzi, ambao umegharimu zaidi ya bilioni 465, ambao pia unaona ni mradi wa kipekee, ni airport ya kimataifa ambayo itawezesha Dodoma kufikika ulimwenguni na ulimwengu kufika Dodoma, na yenyewe kwenda ulimwenguni moja kwa moja kuanzia Dodoma bila kupita mahali popote. Kwa hiyo unaposema Dodoma kuna miradi mikubwa ni halisi. Tunao mradi wa mahakama kuu katika historia yetu kama mradi wa kwanza au mara ya kwanza kwenye historia, muhimili wa mahakama kuu na makao yake makuu. Haijawahi kutokea. Mradi ule umegharimu zaidi ya bilioni 129, lakini sasa hivi kizuri zaidi cha miradi hiyo sio tu gharama iliyojengewa. Ukubwa wa miradi hiyo ni ukubwa wa huduma wanazozitoa kwa Watanzania. Miradi hii niliyoisema yote haifaidishi wanadodoma peke yake. Inafaidisha Watanzania kwa ujumla, inafaidisha watu mbalimbali wanaokuja katika nchi yetu, katika mkoa wetu wa Dodoma. Lakini tunayo miradi pia ambayo inatoa huduma za jamii kwenye mkoa wa Dodoma. Nikianza tu na upande wa elimu, tunaona kabisa zaidi ya bilioni 134 zimetolewa katika kipindi cha miaka hii minne katika mkoa wetu, ambayo kwa kweli imewezesha sasa hivi mwanafunzi utoro umepungua, panafikika shuleni ni karibu, walimu wameongeza hali ya kufundisha, watoto wanaenda shuleni kwa sababu ni pazuri, mazingira mazuri, hadi michezo ya watoto ipo. Hiyo ni miradi ambayo imeleta mapinduzi makubwa sana kwenye kuongeza ufaulu, lakini watoto kupenda shule kwenye mkoa wetu wa Dodoma. Tunayo miradi ya sekta ya afya ambayo tunaona mahospitali makubwa. Benjamin Mkapa imepelekewa vifaa vingi, madaktari wameongezeka. Tunao hospitali ya rufaa hivyo hivyo, ilikuwa haina CT scan, nini, yote yamepelekwa. Lakini tunavyo vituo vya afya sasa hivi vya kutosha. Yaani kila kata 3 lazima una kituo cha afya. Kila kata 3 lazima una kituo cha afya. Vitu ambavyo vimepunguza vifo vya kina mama wanapojifungua na watoto wakati wa kuja. Hayo yote ni mambo makubwa sana yamefanyika katika awamu hii. Lakini sasa hivi ndugu yangu, umeme. Ukienda vijijini kule zamani tukipeleka hela mashuleni walikuwa wanasema kuna gharama kubwa za usafiri kwa sababu ukitaka kutengeneza grili lazima uende wilayani. Lakini sasa hivi kwenye kijiji
Kwenye kata kuna mafundi wanafanya grilling pale pale kwa sababu umeme upo. Kwa hiyo kuna vitu vimeleta mapinduzi ya ajabu sana kwenye mkoa wetu, lakini tukienda mawasiliano pia ile habari ya kuongelea kwenye mti, si ngoja niende pale ndio network inashika. Maeneo mengi kwa kweli sasa hivi yanafikika, yanaongeleka. Maji vile vile. Kwa hiyo unaona kwenye miradi hii mikubwa nimeisema mwanzo, ni miradi ambayo imeleta mapinduzi makubwa sana ambayo yanapelekea pia uchumi wa wananchi wa Dodoma kubadilika. Lakini unapokuja hii mingine imeongeza huduma kwa wananchi wa Dodoma, wanaweza kupata huduma bora katika mazingira waliopo. Lakini kwenye uchumi pia kwa mkoa wa Dodoma tunao miradi mikubwa ya kilimo. Dodoma wananchi 72% wanategemea kilimo. Sasa tunashukuru sana serikali hii awamu ya 6 kwa kweli imefanya kazi kubwa na kutufungua Dodoma. Tulisoma shuleni sisi wenzenu, kama siku hizi mitaala yenu nyewe ilikuwa hivyo, lakini sisi tulikuwa tunasoma Dodoma ni kame. Dodoma sijui haina mvua, sijui na nini. Lakini sasa hivi habari haituzungumzii tena kwa sababu pamoja na uchache wa mvua miezi miwili, serikali imetujengea sasa hivi miundombinu ya kuvuna maji. Mabwawa makubwa yanachimba maji. Lakini pia tunachimba maji chini, hayako mbali. Dodoma sasa hivi inajilisha yenyewe, lakini inalisha na Tanzania. Sawa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa mafanikio haya ambayo umeyataja, ni fursa zipi wananchi wa mkoa wa Dodoma wamezipata kupitia miradi hii ambayo umeweza kuiorodhesha? Kwanza nikisema hiyo miradi mikubwa ndio sema ya kimkakati. Dodoma inafikika. Sasa hivi sisi tuna wageni. Ile trend inaleta zaidi ya watu 3000 kuja kila siku katika mkoa wetu na kuondoka. Ile ni fursa ya kiuchumi. Kwa sababu ile trend ina Dodoma tu, inatumiwa na Watanzania. Mikoa hii ya kanda ya Ziwa, kanda ya kati huko, mikoa mingine wanatoka huko na wengine hadi kusini huko, nyanda za juu kusini, wanatoka huko kuja kupanda treni hapa ili waende Dar es Salaam. Wanatoka Dar es Salaam na treni wanakuja hapa ili watanyike kwenye mikoa yao. Kule kutawanyika huo mchakato wa kutoka hapo kwenye basi ya kwenye treni, kuna mahitaji. Kuna kula, kuna usafiri, kuna kulala, kuna mambo mengi. Kwa hiyo wana Dodoma wamefaidika sana kiuchumi kuwepo kwa miradi hii mikubwa. Nimetoa mfano wa mradi mmoja huo, lakini mradi kama ya kilimo, unapomwagilia ulikuwa unalima mara moja kwa mwaka na mvua ikikauka katikati ikiwa fupi mahindi yanakauka, lakini sasa hivi watu wanalima mara 2 mpaka mara 3. Wewe sasa hivi ukitaka muhindi mbichi unaupata, unaambiwa umelima lini? Nimelima kwa sababu kuna maji, kisima kimechimbwa na serikali, kuna maji muda wote. Kwa hiyo ni mapinduzi makubwa sana ya uchumi. Uchumi aliyekuwa anaweza kuvuna mara moja, atavuna mara 2 mpaka mara 3. Kwa hiyo ni mapinduzi makubwa kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma kiuchumi, lakini wote tunafahamu ujio wa SGR huu unaenda kupelekea hapo kujengwa kwa bandari ya nchi kavu. Wako watu pale wanafanya kazi. Iko mizigo tumeona imeanza kushuka pale. Najua sehemu ambayo ina mizigo na mabadilishano ya mizigo ya usafiri inakuwa na watu wengi kwa wakati mmoja, kwa sababu kuna udaji huduma wabeba mizigo, watu wanahitaji kula, watu wanahitaji huduma mbalimbali. Vile vile mji wa serikali ule pale Mtumba, sasa hivi wizara nyingi zimeshahamia pale. Hapa sasa hivi ninaongea kuna watu wana shughuli kazi za kufanya usafi. Maofisi yale kila asubuhi ni maofisi ambayo yametokea hayakuweko awali. Lakini kuna watu wanapika chakula pale. Siku zote wanapika chakula. Lakini hata wakati miradi inaendelea, wana Dodoma walifaidika sana. Watu walitoka mikoa yote kuja kupata ajira Dodoma. SGR peke yake ilikuwa na watumishi zaidi ya 8,000. Mji wa serikali ulikuwa na wafanyakazi zaidi ya. Kwa hiyo tunaposema kuwa miradi hii pamoja na uwepo wa miradi kwa ajili ya huduma za Watanzania na Dodoma, lakini kwa kweli miradi hii ni uchumi kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma. Na sasa hivi sisi tunajipanga kwa sasa hii fursa tuendelee kuitumiaje ili watu wengi zaidi waweze kuona hizo fursa zilizopo na kuweza kuzitumia. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hebu tuzungumzie kwa upande wa wawekezaji, mwitikio wao upoje kuja kuwekeza Dodoma? Asante, muuliza swali zuri. Najua miaka 3-4 ile iliyopita ulikuwa unamwambia mwekezaji njoo Dodoma, anasema kuwekeza Dodoma. Yaani anaona kama anawekezaje Dodoma. Lakini sasa hivi nakwambia hata ukichelewa kidogo kutoka hapa utaona wawekezaji wanaingia. Tuna appointment za wawekezaji mpaka ratiba haitoshi. Wanataka kuja kuweka viwanda, wanataka kuja kujenga mahoteli, na wewe ni shahidi. Huko nyuma Dodoma ilikuwa na mahoteli machache, nyumba za kulala wageni hazitoshi. Sasa hivi wanakuja watu 12,000 kwenye marathon, sio kwenye michezo gani, kwenye mikutano mikubwa, hakuna tena lalamika na pa kulala. Hao ni wawekezaji ambao wameona umuhimu wa Dodoma, wameikubali Dodoma, wameona hii pa kuwekeza.
Lakini sasa hivi ukienda Nala tulikuwa na eneo liko wazi. Unaona pale tuna viwanda vimeanza kujengwa vikubwa na vingine vinakuja vingi kwa sababu tunao wawekezaji. Dodoma hii sasa kuna madini. Tuna viwanda vikubwa vya kuchakata madini vinajengwa Dodoma na vingine vimeanza kazi. Kwa kila sekta Dodoma utaona inafurahisha. Kwenye uchumi tumechanganua vipaumbele vitano ambavyo tumesema kwa vipaumbele hivi vitabadilisha hali ya kiuchumi wa wananchi wa Dodoma, lakini itafanya Dodoma iwe na mchango pia kwenye pato la taifa. Kwa sababu unajua watu wakiwa na fursa nzuri, wakifanya biashara, wanauza. Wakiuza maana watalipa kodi. Na sisi tumeletea hizo hela nyingi zaidi ya trilioni 9.5. Tunatamani na sisi tuwe na mchango kwenye pato la taifa, maana hela hizi zimetoka kwenye serikali. Kwa hiyo tumekuwa na vipaumbele vitano. Cha kwanza ni kilimo. Kina mambo mengi nachotafuta siku tukielezea kilimo tu, lakini cha pili ni utalii, nacho kina urefu wake wa kueleza. Lakini cha tatu ni kufanya Dodoma iwe mji wa kimkakati. Kipaumbele cha nne ni uwepo wa viwanda na ujenzi, sekta ya ujenzi, na kipaumbele cha tano ni madini. Sababu Dodoma tumeambiwa na watafiti kutoka taasisi ya serikali GST ambao wanafanya utafiti nchi nzima, kwa Dodoma tunaongoza kwa kuwa na aina nyingi kabisa za madini kuliko mkoa mwingine wote. Na sisi hata tumeanza juhudi za makusudi kuwatangazia watu wenye interest, na wameanza kuja. Tuyatoe madini kwenye udongo, tusiyakanyage kama tope, tuyabadilishe kuwa fedha. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, popote penye mafanikio changamoto hazikosekani. Naona tuna dakika kama 5 hivi, tuzungumzie ni changamoto gani ambazo mnakumbana nazo katika utekelezaji wa miradi hii, lakini pia mnazitatuaje? Changamoto kwa kweli saa nyingine ukishazitatua unaona kama hazipo, sio? Lakini katika mwendo, katika kukaa watu wengi, katika mazingira mengi, kuna mambo mengi yanaweza kutokea. Lakini maadamu tumeweza kuyatatua, sisi tunaona kama changamoto sasa hazipo. Lakini mradi unapata hela kwa wakati mmoja. Kuna mwingine pale anapotaka eneo anakuambia hana eneo la kujenga shule. Naanza kulitafuta. Utakaa miezi 2 mitatu, wenzake wanapaua huku, yeye ndo anaanza kuchimba msingi. Lakini baadaye tukishapata njia kwa sababu umechelewa, tuongeze muda wa kufanya kazi, tuweke mafundi ya kutosha, tuwagawe vipande, changamoto inaisha. Na kwa mfano nimesema kwenye miradi, Dodoma ni kati ya mikoa ambayo inafanya vizuri sana kwenye umaliziaji wa miradi kwa wakati na kwa ubora, na tulipata tuzo hiyo kwa kweli. Mheshimiwa, muda wetu umekwisha. Mwisho kabisa kwa kumalizia, nchi ipo kwenye uchaguzi. Ni ipi rai yako kwa wananchi wa Dodoma kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29? Sisi tunasema, tuna lugha yetu. Tunasema umejiandikisha, kapige kura. Nimejiandikisha, nitapiga kura. Habari ya Dodoma, kwa sababu sasa hivi tunaona sisi kwa mkoa kwa kweli kuna amani, kuna utulivu, wananchi wanaendelea na shughuli zao, na mimi naendelee kuambia wana Dodoma, amani hii ya wana Dodoma inalindwa na wana Dodoma. Kasi tunayoisema maendeleo, fursa tunazoziona tusizichezee. Hizi zinaweza zikaribiwa siku moja na upotevu wa amani. Wawekezaji wanaokuja wengi kwenye mkoa wetu wanafurahi, wanaona kwa sababu pia kuna amani. Na wengi wakija wasema hapa pana utulivu. Sasa tuendelee kulinda amani na utulivu wakati huu wa mchakato wa kuenda kwenye uchaguzi na mpaka wakati wa uchaguzi, kwa sababu sisi kwa kweli tuna haraka ya maendeleo. Najua ukitaka kujichelewesha ni kupoteza amani. Tutapoteza amani yote tukipoteza amani tulionayo, tutapoteza fursa zote tulizonazo. Dunia imeanza kuijua Dodoma. Watu tumesema wawekezaji wanakuja Dodoma. Hapa kila siku tunapokea mabalozi, wana furaha na Dodoma. Tuendelee kuhakikishia Dodoma iko salama sasa, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Lakini muhimu, umejiandikisha, utapiga kura. Umejiandikisha, kapige kura. Mheshimiwa, mimi nakushukuru sana kwa muda wako, nikutakie majukumu mema. Asante sana. Mtazamaji wa Channel 10, mpaka kufikia hapa sisi tunakuwa tuna la ziada hapa Dodoma. Nilikuwa nazungumza na Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule, ambaye tumeangazia Dodoma na mafanikio yaliyopatikana. Mimi ni Roda Simba, lakini katika upande wa kamera nilikuwa na Mapendo Kasichi na msimamizi wa matangazo haya ni Kuringe Mongi. Mpaka kufikia hapa mimi nakuwa sina la ziada, na rejesha matangazo haya hapo studio jijini Dar es Salaam kwa ajili ya marudio ya taarifa ya habari ya asubuhi njema.